Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Yes, mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media? Leo tunakuja kumzungumzia Kalisa kwa sababu moja ya post yake kupitia Instagram imewashtua mashabiki kwa wingi zaidi, hasa wale walikuwa marafiki zake, ndugu zake ambao wako kwenye vyombo vya starehe. Unajua moja ya kitu ambacho mimi nataka nikwambie, Kalisa alikuwa ni mwanamitindo ambaye anafahamika zaidi nchini Tanzania, lakini alifanikiwa kwa namna kubwa zaidi kwa sababu ni moja kati ya watu walikuwa wanampenda na wanamfahamu zaidi. Lakini kupitia posti yake ya Instagram watu wengi wameshtuka kwa sababu hawakutegemea kwamba angesema maneno kama yale. Tufahamu basi kiufupi Kalisa amepitia nini mpaka kufikia hatua ya kuandika ujumbe mzito kama huo. Kalisa alianza mwanamitindo katika harakati zake za kila siku, lakini alianza akiwa bado mdogo katika mahojiano ya vyombo vya habari. Na aliwahi kuelezea kuwa alifanya kazi hizi mbalimbali akiwa bado yuko shuleni na kuweza kujilipia ada na kumlea bibi yake. Lakini Kalisa aliwahi kukiri wazi kuwa ana mahusiano na Tanzania mwenzake, mwigizaji maarufu anaitwa Wema Sepetu, aliyomsaidia kupata umaarufu mkubwa hapa Tanzania. Kabla ya hapo alikuwa anapambana sana, lakini jina lake lilikuwa kubwa zaidi baada ya kuonekana kuwa karibu na Wema Sepetu, jambo ambalo lilimfungulia milango mingi ya kibiashara. Lakini pia tukumbuke Kalisa alikuwa ni moja kati ya wanamitindo ambao alikuwa anapambana sana katika tunzo tofauti tofauti. Tunakumbuka mwaka 2018 Kalisa alishinda tunzo yake ya Mr. Africa 2018 huko Nigeria. Lakini pia aliendelea kupambana na kupitia changamoto nyingi kupitia hizo tunzo ambazo zilikuwa zinatolewa 2018. Lakini pia Kalisa aliwahi kuwa mwanamitindo mkubwa kwa sababu alishindana kuwa na majukwaa tofauti tofauti. Alitembea katika majukwaa makubwa ikiwemo Swahili Fashion Week, lakini pia Tanzania Fashion Fiesta, ambapo alikuwa akionyesha mavazi na ubunifu mbalimbali mkubwa kutokea kwake Kalisa. Lakini pia tujue kwamba alikuwa na miradi mbalimbali ambayo yeye alianzisha ili kuwasaidia wanaume kupitia changamoto ya afya ya akili, mahusiano na vitu vingi ikiwepo project ya Build ambayo iliweza kufanya vizuri sana kipindi hicho. Lakini pia tumekuja katika swala zima la siku jana kuachia posti ile kwamba amesema kwamba wale marafiki zake kupitia Instagram anakuambia au kwa Kiswahili zaidi anaweza kukwambia watu wa muziki, kubeti, DJ pombe, sitaki kuona vitu hivi vyenu. I feel to be unfollow to me. Unaweza ukania follow kwa sababu ukijisikia kutoka katika Instagram yangu ya account wewe toka, sababu vitu ambavyo sivihitaji tena kuvitumia hala kuvifanyia kazi. Na tumeona hapa kazungumzia muziki, kazungumzia kubeti, kazungumzia DJ, kazungumzia pombe, kazungumzia vitu kama 4-5 hivi ambavyo watu wengi wa Tanzania wengi walikuwa wanaona akishirikiana na wenzake kupitia muziki. Labda alikuwa na beti, lakini pia kuhusiana na DJ, lakini pia amegusia swala zima la pombe. Kwa hiyo tumeona namna ambavyo Kalisa ameamua kuweka wazi kwamba vitu hivi havitumii tena na havihitaji tena katika maisha yake. Lakini pia tukiangalia kwenye ukurasa wake wa Instagram tunaona kabisa namna ambavyo vitu vinavyokwenda na mambo mengine yanavyoendelea. Jina langu naitwa Nice Godfrey wa Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.